Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye jeshi la Iran limeanza kuyaingiza makombora ya kizazi kipya, makombora ya Sejil, Khaibar Shekan, Kadir na Emad, moja kati ya makombora hatari ambayo wakati huu yameanza kufanya mashambulizi mazito katika taifa la Kiyahudi. Iran imezindua wimbi jipya la mashambulizi ya makombora dhidi ya maeneo yenye uhusiano na Israel kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Iran imefanya mashambulizi mazito ambayo yameripotiwa kulenga maeneo yaliyounganishwa na operesheni za anga za Israel na miundombinu ya kijeshi. Haya hapa ni matokeo ya hivi punde kulingana na namna ambavyo vita vinaendelea huko katika Mashariki ya Kati, lakini zaidi ni kile ambacho Iran imekieleza kwamba imeingiza makombora yake mapya ya kizazi kipya katika vita, na wakati huu inaendelea kutumia makombora hayo katika kushambulia maeneo mbalimbali. Licha ya kwamba rais wa Marekani alidai kwamba wameshalemaza makombora ya Iran, Iran inajinasibu kusema kwamba sasa makombora mapya yameingizwa kazini na sasa ni mashambulizi tu ndani ya Israel. Hata hivyo, baada ya mashambulizi haya kufanyika, taarifa kutoka nchini Israel zinaeleza kwamba zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa asubuhi ya leo, na huenda ni kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC. Tehran hata hivyo imekejeli Washington kwa kuomba msaada wakati huu baada ya mwamvuli wake wa usalama kuahidi washirika wa kikanda kwamba imethibitisha kuwa Marekani imeomba namna ya kuhitaji msaada katika mlango bahari wa Hormuz, na Iran kupitia jeshi lake la IRGC imesema hakuna ambacho kitabaki salama, hakuna meli itakayopita katika mlango huo bahari wa Hormuz, licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba kuna mpango wa baadhi ya mataifa ambayo hakuyataja yamekubali kushiriki katika kuleta meli za ulinzi ili waweze kupitisha meli za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, amezitaka nchi jirani zinazohifadhi kambi za kijeshi za Marekani kuwafukuza wa Marekani ili eneo hilo la Mashariki ya Kati liendelee kuishi kwa amani, tofauti na sasa ambapo kuna kambi za Kimarekani katika eneo hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Kazi yetu ni kukujuza kila kinachojiri katika ulimwengu, na kupitia The World News utaweza kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri dunia.